Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Kwa sababu watatoka kiufundi kidogo, kwa hiyo itaenda baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huu tutaendelea na neno la Mungu. Nimekwisha kuomba. Wakati huu tutakwenda kusoma maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu. Kama na Biblia yako unaweza ukafungua pamoja nami. Sasa hivi kuna Biblia kwenye simu au nayo Biblia kama hii hard copy ambayo mimi nimeishika, basi unaweza kuifungua ili tuweze kusoma kwa pamoja neno la Mungu. Naitwa Daniel Mukosi, natokea kanisa la Tanzania Assemblies of God Bethel Deliverance Temple, ikiongozwa na mchungaji kiongozi Mchungaji Erika Kasega. Basi karibu tukajifunze maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 15. Tasoma kuanzia ule mstari wa 11. Biblia inasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kuvitumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yule naye akaanza kuhitaji. Mstari wa 15, akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda wanayokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na juu yako, sistahili kuitwa mwana wako, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa akali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mlete ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na michezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinjia ndama aliyenona. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tumelisikia neno la Mungu kutoka kwenye hiki kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 15 kuanzia ule mstari wa 11. Tunakwenda kujifunza kwa habari au tunakwenda kujifunza somo ambalo linasema kwamba
Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakwenda kujifunza kwa habari ya upendo wa Mungu kupitia mfano huu ambao Biblia inaeleza katika kitabu cha Luka sura ya 15 kuanzia mstari wa 11. Mungu anakupenda. Unajua upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu ni mkuu sana. Wakati mwingine tunaweza kuangalia au tunaweza tukawa na watu ambao wanasema wanatupenda sisi, lakini ukichunguza na kuangalia vizuri, wakati mwingine upendo wao kwenye 100% unakuta ni upendo hata 1% haifiki. Asilimia nyingine zinazobaki wanakuwa hawakupendi. Lakini Mungu wetu wa mbinguni, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu ambaye ametufanya sote, Mungu ambaye amekuumba wewe na ameniumba na mimi, yeye upendo wake hauna kikomo kwenye maisha yetu. Ndiyo maana kila siku anaachilia afya njema kwetu, kila siku anaachilia pumzi. Wakati unalala hujui wakati ambao unalala, lakini unajua ule wakati ambao unaamka. Unajua nimeamka saa 12:01, maana ukiamka unaangalia saa, lakini ule wakati ambao unasinzia hujui, unajikuta tu umeshasinzia, hujui umesinzia dakika ipi, sekunde ipi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaweza kukuta mwingine anaongea na simu alafu akasinzia, asielewe alikuwa anaongea nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu yeye anaachilia neema ya ajabu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma hizi habari za huyu baba ambaye alikuwa na wana wawili. Mtoto wake wa kwanza alikuwa ni mkubwa, Biblia haijamtaja jina, na wa pili alikuwa ni mdogo, Biblia pia haijamtaja jina alipo nani. Lakini Biblia inaeleza kwamba katika hao wana wawili huyu baba alikuwa na mali, na naye hao watoto wakamwambia baba yao kwamba tugawie sehemu ya mali au urithi ambao unatuangukia. Kwamba huyu baba hata kabla hajafa hao watoto walianza kudai urithi, kwamba wanahitaji baba alape urithi kila mmoja, kwamba sehemu ambayo itamwangukia ampe. Baba hakuwa na iana. Tunaona hapa wanadamu, huyu baba hajafa lakini watu wanadai nini? Urithi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba akaamua kuwapa urithi. Alimpatia yule mdogo ambaye alidai. Baada ya kumpatia, Biblia inaeleza, inasema huyu mdogo akaamua kutoka na zile mali akaenda nchi ya mbali. Baada ya kwenda nchi ya mbali, akazitapanya zile mali zote ambazo alikuwa amepewa na baba yake kama urithi, akazitapanya kwa maisha ya uasherati. Kwa maana nyingine, akachukua zile mali akaenda kuzitumia kwa njia isiyofaa, akaenda kuzitumia kwa njia isiyofaa, kwa njia ambayo haikubaliki, kwa njia ambayo ni mbaya. Biblia inatueleza kwamba baada ya muda mali ziliisha. Bwana Yesu asifiwe. Zile mali ziliisha. Baada ya zile mali kuisha, njaa iliingia katika ile nchi. Baada ya njaa kuingia kwenye ile nchi, maisha yakawa magumu. Mpaka ikafikia wakati yule kijana akakosa chakula. Tumesema pamoja kwenye Luka sura ya 15. Yule mdogo alipokosa chakula, akaanza kutapatapa, akaanza kuhangaika, akaanza kwenda huku na kule ili apate chakula, ili apate kitu cha kuweka tumboni. Lakini akawa amekutana na mkulima mmoja, ambaye huyu mkulima alikuwa akifuga nguruwe. Ndipo akamwambia, utakwenda kuzitunza nguruwe zangu shambani. Amen. Kwa hiyo katika kuendelea kutunza zile nguruwe,
katika kuendelea kutunza zile nguruwe shambani, akawa akitamani kujishibisha na kile chakula cha nguruwe. Hebu jaribu kufikiria mtu ambaye alikuwa na mali, mtu ambaye alikuwa na kila kitu, lakini kwa ajili ya maisha ya dhambi, kwa ajili ya maisha ya uasherati, akajikuta anapoteza kila kitu, akajikuta anapoteza zile mali zote, akajikuta hana kitu, kufuma na kufumua, akajikuta anakula chakula cha nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa ni huzuni kwa kijana, kwa sababu kutoka kuwa na mali, kutoka kuwa na kila kitu, mpaka kufikia kula chakula cha nguruwe. Na tunawajua nguruwe jinsi wanavyokula. Bwana Yesu asifiwe. Haitamanishi hata kidogo, lakini kwa sababu ya njaa na kwa sababu ya maisha ya dhambi, ilimbidi huyu kijana ale pamoja na nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuendelea kula pamoja na zile nguruwe, baada ya muda, kilichonifurahisha kwa huyu kijana ni kitu kimoja. Baada ya kuendelea kuteseka, alikumbuka moyoni mwake kwamba yuko baba ambaye ni nani, yuko baba ambaye yeye alinipa urithi, yuko baba ambaye kwake watumishi wapo wanakula na kusaza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alipozingatia moyoni mwake, akasema ni watumishi wangapi kwa baba yangu ambao wanakula na kusaza, na mimi nipo huku nateseka na njaa, na mimi nipo huku nateseka na haya maisha, na mimi niko huku nateseka na hivi vitu. Hili ndio lilikuwa jambo la msingi sana. Baada ya kujua amekosea, amechukua zile mali ameshazitapanya, zimeisha zote, alikuja kukumbuka kwamba yupo baba ambaye bado ananipenda, yuko baba ambaye ana kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yuko baba ambaye huenda hata nikienda anaweza akanisamehe, nikienda anaweza akanilehemu tena, akasema mwanangu njoo. Kwa hiyo alipoazimia moyoni mwake akasema nitaenda. Huyo ni uamuzi mzuri sana ambao huyu kijana aliuchukua. Hata jioni leo ninakuletea hizi habari njema. Yawezekana Mungu ambaye amekuumba, amekufanya wewe kwa mfano na sura yake, kama ambavyo inaelezwa kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 na mstari wa 26, kwamba Mungu alitufanya kwa sura na mfano wake. Yawezekana baada ya kutufanya tumeendelea kufanya yasiyofaa machoni pake, tumeendelea kufanya ambayo hayafai machoni pa Mungu, tumefanya machukizo machoni pa Mungu. Katika dunia ya leo, wewe mwenyewe unajijua maisha yako, mimi mwenyewe najijua maisha yangu. Yawezekana nimefanya yasiyofaa mbele za Mungu, kama ambavyo huyu mwana mpotevu alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba huyu mwana mpotevu alipoamua kusema kwamba nitarudi kwa baba, hata akanifanya kuwa mmoja wa watumwa wake tu, anifanye kuwa mmoja wa watumwa. Alipoazimia moyoni mwake na alipochukua hatua ya kusema nitarudi, na alipoamua kwenda, alipofika, Biblia inanieleza alipokuwa kwa baba yake alimuona, alipomuona alimhurumia, akasema hebu nileteni vazi iliyo bora, hebu nileteni nguo iliyo bora, endeni mkamvike mwanangu, hebu nichagulieni ndama aliye mwana, mwende mkamchinje kwa ajili ya mwanangu. Huyu baba alionyesha upendo kwa mwanae, lakini ni baada ya yule mtoto alipoamua, alipofikiria
alipojua ya kwamba hapa nimekosea, ninatakiwa kurudi kwa baba yangu. Hata jioni ya leo tumekuletea habari njema kwamba Mungu bado anakupenda, kwamba Mungu bado anapenda maisha yako. Haijalishi umefanya vitu gani, haijalishi umemkosea Mungu kwa namna gani, haijalishi ni maovu mangapi umefanya, haijalishi ni vitu vingapi umekosea. Ukiamua kuadhimia moyoni mwako na kutambua moyoni mwako na kusema hakika Bwana, nimetambua ya kwamba nimekukosea, nimetambua ya kwamba nimeishi maisha yasiyofaa, lakini sasa ninataka kurudi kwako. Mungu yeye anakupenda, anasema atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye atakusamehe. Tumejifunza hapa, huyu mwana mpotevu alisamehewa, alifanya mengi yasiyofaa, lakini alipoadhimia kurudi tu, Biblia inaniambia baba yake aliandaa ndama aliyenona, baba yake aliandaa vazi lililo bora. Ukiendelea kusoma Biblia inasema akatafuta na pete nzuri akamvika. Huyu mtoto amekosea, lakini pale alipoamua tu kurudi, tunaona upendo wa huyu baba kwa mtoto. Ndivyo ambavyo ulivyo upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Haijalishi tumekosea kwa namna gani, haijalishi tumefanya maovu kiasi gani, lakini pale ambapo utaamua kutoka moyoni mwako ukasema sasa ninamrudia Mungu, sasa ninamrudia Mungu, sasa ninarudi kwa baba yangu ambaye ameniumba, sasa ninarudi kwa baba yangu ambaye ananipa pumzi kila kunapokucha, ananipa afya njema. Ukiamua kurudi, yeye anakusamehe. Hataangalia kitu ambacho ulifanya, hataangalia dhambi ambazo ulifanya, hataangalia ulimkosea kiasi gani, hataangalia uliiba kiasi gani, hataangalia ulitembea na haki za watu kwa kiasi gani, hataangalia ulifanya maovu kwa kiasi gani, hataangalia uliharibu mambo ya watu kwa kiasi gani, uliharibu biashara za watu kwa kiasi gani, ulichonganisha watu kwa kiasi gani, uliharibu ndoa za watu kwa kiasi gani. Hataangalia hilo, hataangalia kabisa. Atakachoangalia ni ule moyo ambao umesema sasa Bwana, ninarudi kwako, ninatubu kwako, ninarudi kwako, ninaomba rehema zako, na yeye atakurehemu. Na akisha kurehemu yale yote mabaya ambayo umefanya, ukisoma kwenye kitabu cha Ezekieli ile sura ya 18, Biblia inasema Bwana hatakumbuka uovu wa aina yoyote, hatakumbuka chochote kibaya ulichokifanya, hatakumbuka kabisa. Kwa hiyo Mungu wetu anatupenda. Mungu aliyekuumba wewe mwanadamu anakupenda, anapenda maisha yako. Ndio maana jioni ya leo ametutuma katika viwanja hivi, ametambia tuje tukwambie ya kwamba bado anakupenda, ya kwamba bado anapenda maisha yako. Ukiamua kugeuka, ukiamua kusema nimetambua katika yale ambayo nimekosea, sasa ninalone, sasa ninalone, ukirudi kwake yeye atakupokea, yeye atakusamehe, yeye atafuta yale mabaya yote, yeye atafuta kila maovu nilolifanya, yeye atalifuta, na akishafuta hatakumbuka, hatakumbuka kabisa. Mwanadamu anaweza akasema nimekusamehe, lakini ukakuta kesho na kesho kutwa anakukumbusha, anakwambia ulinikosea jambo fulani, kunitendea mema. Anaweza kawa alikuwa lazima hata fedha, alafu akafika baada ya muda akasema, ndugu yangu, kwa sababu umeshindwa kunilipa hii fedha, basi
akakusamehe, lakini zikapita siku kadhaa akawa hana kitu, akakosa fedha au akapungukiwa kidogo, ukakuta anakumbuka, anasema hivi, nisingemsamehe fulani ile fedha yangu ningekuwa nayo. Anaanza kuikumbuka ile fedha. Hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha kwamba msamaha wa mwanadamu bado sio msamaha. Msamaha wa wanadamu una kikomo, lakini Mungu akikusamehe, akisema nimekusamehe dhambi zako, hakika anakusamehe kabisa. Na akishakusamehe wala hakumbuki hiyo dhambi yako, na haijalishi ni dhambi gani umefanya, yeye haikumbuki. Na akishaachilia msamaha kwako, ameachilia kabisa. Jioni leo tumekuja kwako mkazi wa Mkadiri, tumekuletea hizi habari njema, tumekuletea hili neno la Mungu ya kwamba Mungu bado anakupenda, Mungu bado anakupenda, Mungu bado anapenda maisha yako, Mungu bado anakupenda. Anahitaji mgeukie tena, anahitaji mgeukie tena, anahitaji ugeuke katika njia zisizofaa, anahitaji ugeuke katika hayo maovu ambayo wanadamu umeendelea kuyatenda kwa muda mrefu. Anahitaji ugeuke, umkimbilie yeye. Anahitaji ugeuke kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. Anahitaji kukulehemu jioni ya leo, anahitaji kukulehemu jioni ya leo kwa sababu yeye anakupenda, anakupenda. Upendo wake ni wa ajabu. Ndiyo maana aliyemleta kumtoa mwanawe wa pekee aje ulimwenguni kwa ajili yetu sote wanadamu chini ya mbingu, kwa ajili yetu sote. Yesu alikuja akafa msalabani. Baada ya kufa msalabani, alikufa kwa ajili ya ulimwengu wote, lakini haimaanishi kwamba alivyokufa msalabani kwa ajili yetu sote ilikuwa imeisha. Hapana, pana jukumu la mwanadamu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inatuambia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie yeye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Pointi yangu ipo hapa, ili kila amwaminie. Jukumu tunalo wanadamu kumwamini Mungu. Jukumu ambalo tunalo wanadamu ni kumwamini Mungu. Ukiendelea kusema pale chini mstari wa 17, Biblia inasema mwaminie yeye hahukumiwi, bali asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo lazima tumwamini huyu Mungu ambaye yeye alianza kutupenda, hata sasa bado anatupenda. Ndio maana jioni leo ametupa neema ya kulisikia neno lake tena. Anakupenda mwanadamu, Mungu anakupenda mkazi wa Mkajuni, Mungu anakupenda wewe baba, Mungu anakupenda wewe mama, Mungu anakupenda wewe kijana, Mungu anakupenda wewe binti. Anahitaji mgeukie tena jioni leo, anahitaji mgeukie tena jioni leo, uyakabidhi maisha yako mbele zake, ugeuke tena jioni leo, useme Baba, ninarudi tena kwako. Kama huyu mwana mpotevu alivyosema, nitarudi kwa baba yangu hata nikawa mtumishi tu. Lakini tunaona alivyorudi alipata malipo zaidi, hakuwa mtumishi tena, lakini alichinjiwa mnyama, lakini alivikwa mavazi mazuri. Baba akasema, mvikeni huyu mwanangu, kwa sababu alikuwa amekufa na sasa amefufuka, alikuwa amepotea na sasa amerudi, ameonekana. Hata jioni ya leo ukisema ninarudi, Bwana atasema huyu mwanangu alikuwa amepotea na sasa amerudi. Kwa hiyo ziko baraka ambazo ataachilia kwako. Haleluya, 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 haleluya. Mungu anakupenda mkazi wa Mkajuni.
Mungu anapenda maisha yako mwanadamu. Mungu anapenda maisha yako mwanadamu. Biblia imeshaandika kwamba nyakati za mwisho maovu yataongezeka. Tunaona maovu katika nyakati za leo. Dunia ya leo haina usalama wowote. Dunia ya leo haina salama yoyote. Ukikaa ukiangalia ni maovu yameongezeka. Ukikaa ukiangalia ni mambo mengi machafu yanafanyika, mambo ambayo hatakueleza ni shida, lakini ni maovu yanafanyika kwenye ulimwengu. Watu siku za leo wamekuwa wakihalalisha ndoa za jinsia moja. Watu siku za leo wamekuwa ni mashoga. Watu siku za leo wanafanya usagaji. Watu siku za leo wanafanya mambo mengi yanayochukiza mbele za Mungu, na haya ni chukizo, na hiyo ni dhambi. Mungu anachukia dhambi. Mungu anachukia maisha ya dhambi. Acha dhambi mwanadamu. Mungu anakupenda jioni ya leo, anahitaji umrudie. Mungu anakupenda jioni ya leo, anahitaji umrudie. Unapoisikia sauti hii, hebu tambua Mungu anakupenda, anahitaji umrudie katika uhai, katika pumzi, katika afya hiyo hiyo ambayo anakupatia. Anahitaji umwabudu, anahitaji umtumikie, anahitaji maisha yako yamtegemee wewe, na sio maisha yako kutegemea wanadamu, na sio maisha yako kutegemea waganga wa kienyeji, na sio maisha yako kutegemea visivyofaa. Anahitaji mtegemee wewe. Mungu anakupenda mkazi wa Mkajuni. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Ninarudia tena, Mungu anakupenda. Anahitaji tu wewe uweze kutafakari maisha yako mwanadamu. Tafakari maisha yako, angalia maisha yako, jinsi unavyoishi. Je, unaishi sawasawa na yeye aliyekuumba ili uishi hivyo, au umeamua kuishi wewe unavyotaka? Haleluya, 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 haleluya. Mungu anakupenda mkazi wa Mkajuni. Mungu anakupenda. Yaani natamani niseme maneno mengi, lakini najikuta tu kukuambia hili neno kwamba Mungu anakupenda. Tafakari njia zake na umrudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wenye masikio na asikie neno hili ambalo Roho amwambia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi neno la Mungu litakuwa limeishia hapa. Tutakuwa tumefika mwisho wa neno la Mungu. Tutakuwa tumefika